mstari wa 10. 1 Corinthians chapter number 15 verse 10. Let's maintain that presence of God. Tulio katika tulio haya, alafu tutaingia kwa maombi. Kwa asubuhi nimehisi nguvu za Mungu mchana wa leo, niliziona tangu asubuhi. So tulia. Kipindi ambacho cha muhimu katika maisha yetu. Biblia inasema Korintho wa kwanza 15 mstari wa 10. Inasemaje mama direct? Lakini kwa neema ya Mungu nimekuwa hivi nilivyo. Lakini kwa neema ya Mungu nimekuwa hivi nilivyo. Na neema yake ilivyo kwangu ilikuwa si bure, bali nalizidi sana kufanya kazi kupita wao wote. Wala si mimi, bali ni neema ya Mungu pamoja nami. Bwana bariki. Baba, katika jina la Yesu, nimesimama kwa ajili ya mstari huu ambao tumesoma. Baba wangu, leta ufunuo, ukae ndani ya mioyo yetu. Neno hili lizidi kutafakariwa mchana na usiku tunapotoka na kuingia. Nani Mungu nisaidie kama chombo katika madhabahu, na jina lako lizidi kuinuliwa, na ni kwa Kristo tumeomba. Amen. Asante. Asante kwa usomaji ulio mzuri. Kitabu cha Korintho wa kwanza kimenakiliwa na mtumishi wa Mungu Paulo, na kila wakati huwa anaeleza tofauti kati ya Korintho wa kwanza na Korintho wa pili. Korintho wa kwanza, Paulo anaongea ya maneno kwa mikutano ya hadhara, yaani mikutano ambayo inafanyika kule nje katika nchi ya Corinth. Na neno Corinth inamaanisha uchafu. Ni mji ambao ulikuwa na uchafu mwingi. Naweza linganisha Corinth kama Mombasa, mahali vituko vinafanyika, vituko ambavyo haviaminika, vituko ambavyo vingine haviwezi kupendeza Mungu. Kwa hivyo katika ile hali, Paulo anapotua katika mtaa wa mji, anakuta hali kama hiyo. Ili aweze kupata Korintho wa pili, Paulo alikuwa anahubiri katika mikutano ya hadhara, na hivyo ndivyo Korintho wa kwanza inapatikana. Korintho wa pili inapatikana wakati Paulo anahubiria mioyo. Wametengeneza mahali kama hapa, wamejenga hekalu la Mungu, wamepata mkusanyiko wa watu wa Mungu kutengeneza kanisa la Wakorintho. Sema amen. Bwana Yesu asifiwe. So ninaongea kuhusu it's by the grace of God. Ni kwa ajili ya neema ya nani? Ya Mungu. It's by the grace of God. Ombi langu mpendwa, nataka tunipe sikio. Kwa muda huu Roho atatusaidia ili tuweze kubarikiwa kwa pamoja. I'm talking about it's by the grace of God. Ni kwa ajili ya neema ya nani? Ya Mungu. Na utakubaliana na mimi takapokuwa naendelea na haya mahubiri mchana wa leo. Sema amen. Kanisa sema amen. The context of this book. Okay, Paul is explaining that despite his past as a persecutor of the church, God's grace transformed him into an apostle. That is the context. The context, yani umuhimu mahali ambapo tumesoma. Paulo anajaribu kuexplain. It's a testimonial message. Nataka unielewe mpendwa, ili ya kwamba uweze kuvuta, kwa sababu nimesema anahubiri kwa mkutano wa hadhara, na ili aweze kuwaelimisha wale watu wamjue Mungu, lazima azungumzie mambo ambayo Mungu alimtendea na akawa jinsi alivyo. Sema amen. It
it is until you tell your testimony, you take your background, the way God has, from where God has taken you. Hapo ndipo unapokonvince mtu, unamwambia kwamba hata mimi nilikuwa kama wewe, hata mimi nilikuwa navuta bangi, hata mimi nilikuwa mtu mbaya, hata mimi nilikuwa nafanya 1 2 3, lakini niliposogea kwa huyu Mungu alinitoa kule, na wakati nilikuwa kule sikuwa na afya jinsi nilivyo, lakini wakati nilikutana na Kristo, wakati nilikutana na Baba aliweza akanibadilisha. He transformed my mind, akaniweka tena nguvu zingine. Ninang'ana kwa sababu kuna hatua nilitoka, na hivi ndivyo nilivyo. Wakati mtu anapokuangalia, anajua ya kwamba Mungu amemuinua, anajua ya kwamba kuna mahali Mungu amemtoa, anajua kuna mahali Mungu amemuinua. Anahakika kwamba anasema, kama ni huyu Mungu nitamfuata, kama aliinua huyu ndugu, hata nami atainuliwa. Ninatangaza mchana wa leo, anayeinua watu ni Mungu, anayebadilisha watu ni Mungu, anayesamehe ni Mungu. Haleluya, katika jina la Yesu. Praise God. It's all about the praise of God. Listen, church. It's a testimonial message. Ni ujumbe wa kutoa ushuhuda jinsi Mungu amemtoa. Ndio maana tumesoma anasema, lakini kwa neema ya Mungu nimekuwa hivi nilivyo, na neema yake iliyo kwangu ilikuwa si bure, bali nilizidi sana kufanya kazi kupitia kwa wale wote, wale si mimi, bali neema ya Mungu pamoja nami. Sema amen. Kuna mahali Paulo anakumbuka Mungu alimtoa, na ni kwa sababu ya jinsi alivyokuwa hakiamini Mungu anamtoa mahali hata anahubiri Injili. Anajiona kama hakika ni hatua kubwa ambayo Mungu amemtoa na mahali Mungu amekuweka. Nataka nikutangazie mpendwa, ili uamke siku ya leo, ni neema ya Bwana ikukuza, ni neema ya Mungu. Leo unatembea, ni neema ya Baba. Unaimba, ni neema ya Bwana. It's by the grace of God. Hallelujah. It's by the grace of God. It's by the grace of God. Ni neema. Ni neema. Ni neema. Haleluya kanisa. Bwana Yesu asifiwe. Listen. God's grace is His free and unmerited favor, love, and kindness shown to humanity, particularly underserving sinners. Kumaanisha mpendwa, hii neema ambayo Paulo anazungumzia, akijiona jinsi alivyo, hakudesire kuwa na hiyo neema, maana aliumiza kanisa, akatesa kanisa, lakini Mungu akaona hata kama ulitesa, kumbuka jinsi Mungu alivyo mzuri, kumbuka jinsi Mungu anavyojali. Jamani kuwa mchafu, na Paulo akajua yale ambayo alitenda, hakudesire kuwa na hii neema, lakini Mungu analeta neema ndani yake. Yale machukizo alitenda yakatoka. Neema ya Baba inaposhuka kwako, neema inaondoka, neema inapokuja kwako. Hallelujah. When the grace of God is upon you, neema ya Mungu inapokuwa juu yako, usema amen. Neema ya Baba inapokuwa juu yako, haijalishi kule ulizaliwa, haijalishi mapaka, haijalishi jinsi watu wanavyokuona, lakini
The grace of God. Unanielewa kanisa? Unasikia maneno mazuri? Bwana asifiwe. Shamasi, Bwana asifiwe. Good. Yaani neema ya Mungu ni ile Mungu amejitoa bure kutupa kibali, kutuonyesha upendo. Mungu kujali sisi hata kama hatukustahili, hata kama tumefanya nini hatukustahili, lakini huyu Baba bado anatupa neema msalii. Wakati mwingine nafanya mambo maovu, tunachukiza huyu Baba katika mienendo yetu, katika mazungumzo yetu, katika tabia zetu. Tunafanya tabia zingine ni kana kwamba hakuna mtu anaona. Nimekwambia Baba anaona, lakini katika hiyo hali bado Mungu analeta neema. Lakini katika hiyo hali bado Mungu anatuhitaji. Haleluya! Yesu asifiwe. Ndio nikaambia watu siku moja hapa ilibeba 5 years ago. Nilikuja hapa nikasema wakati mwingine nilikuwa bodi, Mungu akanibariki na mwili, na nilipokuwa shuleni kule Bombay nilikuwa najifundisha boxing. Watu wakaniambia wewe unaweza kuwa bodybuilder, lakini nikaona nitakuwa napasua watu macho, nitakuwa nalima watu mangumi kwa sababu nitakuwa mtu wa misuli. Nikaona sitafanya hiyo kazi. Mungu akasema neema yako nitakupa. Kama una misuli utahubiri injili. Utakuwa kisa. Haleluya. It's by God. Unasikia? Ni mnafikiri kitrade kwa boxer. Ndio. Tulikuwa na swing. Weka mawe. Weka mawe. Bwana Yesu asifiwe. Weka mawe. Haleluya. Pigia Yesu makofi. Bwana asifiwe. Lakini tunahubiri kwa sababu ya neema ya Mungu. Tunapumua kwa sababu ya nani? Ya neema nani? Ya Mungu. Tunakula, tunaamuka kwa sababu ya neema ya nani? Ya Mungu. Vituko vyetu vyote mpendwa, hata Mungu haoni kama ni kitu, lakini anataka uishi, anataka utembee, anataka ukule, anataka ulale, anataka uamke, anataka uvae, anataka ufurahie matunda ya Injili kwa sababu ya neema ya nani? Ya Baba. Ni kama mtabarikiwa. Listen. Yaani hatukustahili Shamasi kuwa na ime. Now listen. Paulo anasimulia jinsi neema ya Mungu imembea. Neema ya Mungu imefanya nini? Imembea. Maana yangekuwa ujuzi wake wa kuchinja watu, hangekuwa anaendelea. Maana angefika mahali pia chinjwe. Lakini neema ya Mungu ilibadilisha. Badala ya kuchinjwa yeye na kuendelea kuchinja watu, akaanza kuhubiri nini? Injili. Ndio mwimbaji akaimba, akasema haijakuwa rahisi kufika mahali nilipo. Haijakuwa rahisi. Ni neema ya Mungu ilikuwa imembea. Bwana Yesu asifiwe. Tuko mahali hapa mpendwa, ni kwa sababu ya neema ya Mungu. Tumepitia mambo mengi na tunazidi kuyapitia. Nataka nikupe moyo, nataka nikuencourage this afternoon ya kwamba katika kile shimo, katika kile hatua ambayo tunaipitia, haitaonekana rahisi, lakini kwa sababu ya neema ya Mungu itakubeba ndugu yangu, itakubeba mtoto wangu. Usihangaike kuanzia leo, neema ya Baba itakubeba. Praise God, church.
Bwana Yesu asifiwe. Watoto wa Mkomaji, Bwana asifiwe. Oh, haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Yes. Kuamka kwako asubuhi ya leo ni neema. Hiyo ndoa ambayo uko ndani ni neema. Huyo mzee ambao uko ndani mnene hii ni neema. Huyo bibi ambao wale ambao wameoa ni fahari ni neema. Hiyo kazi ambayo unaifanya ni neema. Kumbuka kuna wengine wanataka kuolewa hawajaolewa. Kwa nini usijiulize swali ya kwamba kwa nini niko ndani ya ndoa na kuna warembo wazuri kuniliko hawajaolewa? Ninakwambia mpendwa, ni kwa sababu ya neema ya Mungu. Hiyo kazi ambayo unafanya, kuna wengine wametama hawana hiyo kazi. Jiulize kwa nini ina kazi, ni kwa sababu ya neema. Jiulize Bwana asifiwe. The problem with people of God, they misuse the grace that God has given unto them. Neema ambayo Mungu ametupa tunaanza kumisuse. Na that's the danger. Tunakosa kujua ni kwa nini niko na huyo mtu, ni kwa nini nimeolewa na huyo ndugu. Kuna wapendwa wako na mzee walianza maisha vizuri, wakapata watoto wazuri wawili watatu, wanaanza kuwa na vituko na sarakasi katika ndoa zao. Nazungumzia wale ambao wameolewa na wale ambao wameoa mpendwa. Unaanza kumstreet huyu ndugu nikana kwamba si mtu. Nataka nikwambie mpendwa, kuanzia leo kumbuka hiyo ni neema. Atakapotoka katika hiyo nyumba, atakapokuambia kanyaga fremu, hapo ndipo utajua haujui. Oh, haleluya. Maana utakuwa umetupa neema yako. Tunza yule mzee wako, maana ni neema kutoka kwa Mungu. Kuna mama mzee wake alikufa kule nyumbani, na yule mzee alikuwa tafu. Hata ikafika mahali walikuwa watu ambao wezi wachana, lakini walikuwa wametengana, wamezaa watoto. Mama akachukua vijana watatu wako saidi ya mama. Huyu mzee akachukua wasichana wawili wako saidi ya nani? Ya baba. Walikuwa na nyumba, hiyo nyumba akafanya petition. Mzee akatengeneza room zake mbili na choo yake kando na kitchen. Mtu anaingia mlango yake na mwingine mlango yake. Bwana Yesu asifiwe. Msikia ya maneno mabaya makali. Mtu na wanakaa nyumba moja lakini wanafanya kitu hawaonani. Yaani kutoka katika hiyo watokane kabisa ni ngumu. So watoto wakivulana wanasupport mama, wakisichana wanasupport mama. Baba, sorry. Maisha yanaendelea. Mzee akakufa, kutangulia katika mbele za haki. Katika mazishi, mama ndiye anajitokeza. Anasema hata kama alikuwa mbaya, angekuwa hai. Amesema, yaani hata angekuwa tu hai na ubaya wake. Maana hata kama walikosana mpendwa, hata kama wako wakizungumza, lakini uwepo wake katika hiyo boma alikuwa anajivunia. Alikuwa anasema hata kama analala rumu yake, lakini kuna baba watoto. Ninataka nikwambie mpendwa, wakati neema itakutokea ndio utajua haujui. Hata mimi napohubiri hapa wakati nitaenda transfer ndio mtajua mjui. Ni neema, ni neema, neema.
Haleluya. Ni neema. Baba. Ni neema. Anajua niko tu pastor kila naye anazungumza tu. Lakini wakati nitakaenda free. Kuambia tu kweli bwana. Utajua kweli tulikuwa na pastor. What am I trying to tell the church? Ile kazi uko nayo itunze, ni neema ya Mungu. Wale watoto uko nao watunze, ni neema ya nani? Ya Mungu. Yule mchungaji mko naye mtunze, ni neema ya nani? Ya Mungu. Nani anachunga washirika hao kwa sababu ni neema ya nani? Ya Mungu. That is my point. Bwana asifiwe. Amen. Praise God church. Na wewe ni kweli mtu. Siwezi itwa nikae kwa madhabahu nihubiri Mungu, niende kwangu ni nani? Mungu ataninyonga usiku. I have to preach the truth. Maana the truth shall set me free. Hata nikiitwa mbele za haki ya Bwana, nitajua kwa madhabahu ya Mkomani, miaka ambayo nimekaa pale, nimehubiri kweli katika mbele zake. Bwana asifiwe. Then when you obey that Sunday, when the righteous pray, wenye haki wanapofanya nini? Omba. Je, wewe ni mwenye haki? Watakatifu bonyene, watakatifu bonyene. Wanasema watakatifu bonyene wafanye nini? Waingia mbinguni. Wale wapi? Na wale wengine? Wale wapi tena? Wale wapi mbele? Wale jehanamu. Wanaimba kwa Kimarekani, nyinyi hamjui wimbo sana. Wanafanya nzizo bonyene, wanafanya nzizo bonyene. Sasa hiyo unajua wanaenda kuweka mtu kaburini. Wanakanyaga hivi. Umenya na Yesu. Njira mwekolo. Yes. And that is the reality. That is the reality. Listen. Kwa sababu tuko jinsi tulivyo kwa neema. Number one, do not abuse the grace. Do not misuse or never abuse the grace. Nataka kuanzia leo, tembea ukijua ya kwamba unatembea katika neema ya nani? Ya Mungu. 2 weeks ago, kuna pastor alikuwa amehubiri PCA kule Nakuru, wale ambao mnaona news. Anaitwa Julius Ndumie. Julius Ndumie alikuwa nikifuata dini zake kwa TikTok anahubiri. Yeye amemaliza kuhubiri. Kesho yake akiwa katika nyumba ya kanisa, akavamiwa na mikora, wakakata shingo kwa bahari. Wanazika Ndumie kesho. Na ndio nataka nikwambie, kutembea kwako, kuzingirwa kwako na malaika, it is the grace of God. Bwana Yesu asifiwe. Ni kwa sababu ya neema ya Mungu. So hiyo neema ambayo uko nayo, mama director, never abuse the grace that you have. Sema amen. Na nitahakikisha nitaka kuanza wale wameoa kuona vile wazee wao wanatembea kama wamevaa. Nitajua kweli huyu mzee mke wake anamlinda vizuri. Ukutane na mzee wako amevaa t-shirt na kitumbo sini. You will tell me why you are misusing the grace. Sema amen. Amen.
Amen, amen. Juzi mzee hali akaniambia pastor, ninaona harusi. Nikajua neema inaanza kupaa. It's by the grace. Bwana asifiwe. Sema amen. Amen. Nyinyi wanaume, nipita kwako nione soksi imefuliwa na nyuzi ilikatika. Najua huyu mwanamke ana abuse the grace. Kiambia wanaume hapo watoe viatu sote ukutana nao utashanga. Bwana asifiwe. Sasa kufanya basi ndio wako kuangalia wewe. Siku watu wanafua nguo sana ni Saturdays. Tijasini unaona tatengeneza watu. Kufulia mzeso. Vest ilikuwa white mpaka imekaa brown. Green. Ndeni. Bwana asifiwe. You are abusing the grace. Hallelujah. You say this is the grace. Mpendawa mdamka asubuhi, upike busu mzee wako. Mpendawa, chukua neno hizo. Ndio unachukua ile ugali ya jana bado na mboga sukuma bado uko mbele. Basi hawe hii ndani. The grace. Take care of the grace. Respect the grace. Because of the grace, love your God with all your belongings. Mpende Mungu na majimbo yako yote. Na nataka nione kama unampenda Mungu kwa bahati zetu mchana wa leo. Give thanks to God always. And that's why we always call for prayer week, that we are able to pray, giving thanks to our mighty God. Appreciate who you are. The way you are, appreciate yourself. Kanisa sema amen. Appreciate yourself. You need to know that hakuna mtu mwingine anayefanana kama wewe. Hata kama ako watasema yeye au tafanya anafanana na yeye, lakini sio yeye. Kumaanisha wewe ni mtu very unique katika uumbaji wa Mungu. Jipigie makofi. Wewe ni mtu wa maana. Amen. Hakuna mwingine kama Bernard. Hata kama hapo wanafanana sema ni kama Bernard, lakini huyu alikuwa mbaya. Bernard ni mzito kidogo. Na wamama wanajua kudescribe hiyo. And then lastly, carry yourself with respect. Simama nataka tu. Ambia Mungu nataka neema sasa. Simama. Yaani hata nikihubiri mpaka kesho jana mkoroba.